Serikali za Kenya na Afrika Kusini zimetoa shutuma kali dhidi ya kile kilichoitwa mtandao wa udanganyifu unaowarubuni vijana wasio na ajira kwenda Urusi kwa ahadi za kazi, lakini badala yake wanajikuta wakilazimishwa kupigana mstari wa mbele nchini Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Kenya, Musalia Mudavadi, amelaani vikali kitendo hicho akisema haikubaliki kamwe. Uchunguzi umebaini kuwa vijana wengi husaini mikataba ya Kirusi wasioielewa, wakiamini wanakwenda kufanya kazi za ulinzi, ufundi au mauzo, lakini huishia kupelekwa kwenye mafunzo ya kijeshi na kutupwa vitani. Mkasa huu umeacha simanzi katika vijiji vingi. Nchini Kenya, familia ya Charles Waithaka inaomboleza baada ya kijana huyo kuuawa na bomu la ardhini nchini Ukraine. Charles, kama wengine wengi, aliahidiwa kazi ya ufundi mitambo, lakini ujumbe wake wa mwisho kwa mama yake ulikuwa wa kuomba maombi, kwani alikuwa amepelekwa mapiganoni bila hiari yake. Kenya imeiomba rasmi Urusi kuwaondoa Wakenya wote kwenye orodha ya uajiri wa kijeshi na kuachiliwa kwa wale wanaoshikiliwa kama wafungwa wa kivita. Hadi sasa, zaidi ya Wakenya 30 wameondolewa Urusi na mawakala waliohusika wamefungiwa. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amefanya mazungumzo ya ana kwa ana na Rais Vladimir Putin siku ya Jumanne kufuatia simu za dharura kutoka kwa raia 17 wa Afrika Kusini waliokwama katika eneo la Donbas. Pande zote mbili zimeahidi kuweka mchakato wa kuwarejesha nyumbani raia hao. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine amebainisha kuwa zaidi ya raia 1400 kutoka nchi 36 za Kiafrika wametambuliwa ndani ya jeshi la Urusi. Hatari zaidi ni kuhusika kwa watu mashuhuri katika uajiri huo, akiwemo binti wa rais mstaafu wa Afrika Kusini Jacob Zuma, anayetajwa kuhusika na mtandao huo wa mamluki.